Kwa majina naitwa Nzeki Marwa. Nipo katika karakana ndogo ya kutengeneza viatu maarufu kama Uwase. Hapa tunatengeneza viatu vya rika zote. Viatu vya wanafunzi vya kufunika, viatu vya sendo za wazi za tokea nje, viatu vya kike. Kama unavyoona tunatengeneza viatu vya design mbalimbali. Na kwa ujumla tumejaribu kupambana sana kwa ajili ya kuondokana na swala zima la ombaomba. Tumeamua kujiajiri kwa ajili ya kupata kipato ili maisha yasonge mbele. Tunatengeneza viatu vizuri kwa kweli. Ndugu mtazamaji, utaviona tu kama unavyoona kwenye runinga hapo. Lakini pia tumeenda zaidi baada kwa tumeona na changamoto ya kupata ngozi, tukaona kuna hali ngumu sana ya kupata ngozi. Ngozi bei yake kuinunua kwenye masoko, alafu izalishe upate faida ni kazi ngumu sana. Kwa hivyo tumeamua kufanya zoezi la tulienda kwanza kwenye mafunzo, tukajifunza, tukapata elimu ya usindikaji wa ngozi na sasa hivi tunasindika hapa. Tunafanya kazi ya kusindika kwa ajili ya kupata ngozi ya kutengenezea viatu vya aina mbalimbali ofisini hapa. Lakini pia kwenye kusindika pale ndipo kuna changamoto kidogo, japo zoezi limeshaanza na tumeanza kupata ngozi ambayo ina ubora na nzuri zaidi. Lakini tuna imani kwa uwezo wa Mungu kazi itasonga tu vizuri. Shida tu ni basi usindikaji ndio unakuta changamoto, vitendea kazi ni vichache, lakini kikubwa tu tumeshaanza, lakini na imani kwa uwezo wa Mungu tutasonga mbali. Ngozi kwanza, hatua ya kwanza kabisa, ngozi unaitoa machinjoni. Ukishatoa machinjoni ngozi ile unakuja kwanza unaiosha. Unaifua kama unavyofua nguo ili kuondoa zile damu. Baada ya hapo wakati umesharoweka dawa yako unaiozesha ili kae kwa ajili ya kesho kuidumbukiza ngozi kwenye dawa. Ukishaosha vizuri, kisha kama damu zimeisha kwenye ile ngozi, unaingiza kwenye dawa yako, unafunika. Ndani ya siku 2 unaitoa kwa ajili ya kuona kama yale manyoya yameanza kutoka au bado. Unaanza kuangoa manyoya. Ukisha kuangoa yale manyoya, baada ya hapo utairudisha tena. Kuna baadhi ya manyoya mengine yanaendelea kubaki kwenye ngozi, utairudisha tena kwenye ngozi na kwenye dawa ili ilale tena ndani ya siku 2 tena. Kifika tena siku zingine 2, imekuwa siku ya 4, unaitoa tena ile ngozi. Unairudisha, unaikwangua ile manyoya yale kwa imesalia ambayo haijaisha kabisa, tena unarudisha, unaweka dawa nyingine mpya. Na tena siku 2, inakaa kama siku 6 hivi. Baada ya hapa sasa unahakikisha kwamba vinyama vyote na manyoya yote yameisha kwenye ngozi. Ndipo unapoingia hatua nyingine ya pili ambayo ni hatua ya usindikaji. Hatua nyingine kwa ajili ya kuondoa chokaa ambayo tunafanyia hiyo kazi. Sasa ukishaondoa ile chokaa ambayo tunafanyia ile kazi, tunafanya kazi ya kuiweka muda ndani ya siku nzima, inalala. Kesho yake ukishaiondoa ile chokaa kwenye ngozi, unatafuta vilainishi sasa. Sisi tunasindika kwa njia ambayo ni za asidi, hatutumii njia ya kemikali. Unachukua kama ni papai zako, unakatakata, unachemsha, unachukua ule mchuzi ambao umechemsha, unapoa, unaweka kwenye ngozi yako kwa ajili ya kuilainisha. Ule utongo ndio unaotakiwa sasa. Unakatakata vipande vidogo, basi unachemsha, acha inapoa, unachukua ile kipimo ambacho unachokitaka kulingana na ngozi zako, unaweka mle, unafunika, inalala. Lengo la zile papai ni kuifanya ngozi yako iwe laini. Baada ya hapo unaingia hatua nyingine ya pili. Umeachana masuala ya papai, unaingia sasa kwenye usindikaji wenyewe. Dawa tunayosindikia ni dawa inaitwa Mimosa Extract. Kama unavyoiona iko pale, spray Mimosa. Ni dawa ambayo inatokana na magome ya miti. Dawa unaweka kwenye ngozi zako zile, unaangalia na kila siku unaigeuza. Kwa siku unageuza mara 3. Hapo ndio kunyonya ile dawa, inaendelea, maji yanaendelea kuwa meupe kama ya mvua. Ukiona mko meupe, unaongeza tena dawa. Ongeza dawa mpaka utakapoona ngozi yako sasa imeanza kuonyesha kwamba ile dawa unaoweka hainyonyi kabisa. Kama ulivyoweka ndivyo ilivyo, kama ilivyo. Sasa ngozi yako imeiva. Na kila siku inakulazimu unatoka kila siku ile ngozi yako unaitoa, unaigonga ili afu unairudisha tena kwenye dawa. Ili dawa ile ifanyeje? Iweze kupenya kwenye ngozi. Unatoa sasa, unapaka kitu kinaitwa fatilika. Kuna kitu kinaitwa fatilika ambacho ni kilainishi sasa.
unapaka kwa ajili ya kuandaa kifatilika yako ambaye naandaa mafuta ya mboga ya alizeti, kuwa na sabuni zako, unakatakata vipande vidogo vidogo. Unalainisha sana ngozi yako. Kisha lainisha, baada hapo sasa unapaka vizuri, unaiwamba ukutani. Kisha maza kuiwamba vizuri na kauka pale, kisha kauka, unaitoa kwa ajili ya kuipiga msasa sasa. Ule msasa unaitoa, unapiga msasa, unaondoa vile uchafu ule wote. Sasa ndipo unapochagua kwamba hii ngozi yako utapaka rangi gani. Unaweza kamuka iache ikawa hivyo hivyo, sababu kuna mwingine anataka ngozi ambayo haijapakwa rangi yote. Yaani baada ya kuwa nimefanikiwa kupata hii elimu ya usindikaji wa ngozi, imenisaidia sasa siwezi kuagiza ngozi tena kwenye masoko ya ngozi. Labda mimi mpango wangu ni kutaka kujipanua zaidi ili mimi niwe mzalishaji kwa ajili ya kuuzia wengine sasa. Lakini pia baada ya kuwa hizi sendo tulikuwa tunauza mpaka 13,000, 14,000 hadi 15. Baada ya kuwa tumeanza kusindika ngozi, tumeamua kuwapunguzia wateja wetu bei kabisa, na tumeshaweka kabisa tangazo hapo, tumepunguza bei ya sendo na baadhi ya viatu. Tungetamani tufanye kwa ukubwa zaidi, lakini tunakosa nguvu ya kuweza kuongezea zaidi ili tufanye kwa uzuri zaidi. Sasa tungepata ufadhili ili tuweze kununua vifaa vya kufanyia kazi hii, ili ngozi zetu ambazo zinapatikana Serengeti ambazo zinapotea bure ziweze kupata sehemu husika na zile ngozi zichakatwe ziingie sokoni. Hatujaanza kuwa na wafanyakazi wengi kwa sasa hivi, tuko tu watu 4. Mimi mwenyewe nahusika na vijana wengine 2 kusaidia kusindika hapa. Ngozi nilikuwa naitoa Mwanza, wakati mwingine natoa ngozi hata Arusha. Lakini kama gharama za usafirishaji na manunuzi ya ngozi ilikuwa ni changamoto. Ila kwa sasa hivi sasa ngozi sitaagiza ngozi. Sasa hivi ngozi zinapatikana hapa. Ubora ni kama umeongezeka kwa sababu pia ngozi tunazotengeneza sasa hivi ni nzuri. Ngozi laini nzuri yenye mvuto. Alafu mwitikio wa wateja ni kwamba wamefurahi baada ya kuwa wamesikia kwamba kuna punguzo la bei. Na hata ngozi yenyewe wakijaribu kuiangalia ngozi yenye mng'ao mzuri. Na kwanza kikubwa zaidi wamefurahi kwamba bei imeshuka ya viatu. Ndicho ambacho wamefurahi wateja. Japo ndo tunaanza, lakini na imani mapokeo zaidi tutayaona mbele ya safari kwa sababu bado ndo tunaanza kazi. Ngozi zetu ambazo tumesindika ndizo zimeanza kutengeneza viatu. Kama unavyoona ngozi yenyewe ni hii hapa. Ngozi nzuri wekundu, kama unavyoona ngozi ndio hii hapa. Hizi sandals zingine bado hazijakamilika. Hizi ndio zimeanza kutengeneza hivi viatu. Ngine hizi hapa kama hizi ni ngozi ambazo tayari tumeshaanza kuona matunda ya ngozi ambazo tunafanyaje? Tunasindika. Maana ukisha tengeneza ngozi afu kaona umetengeneza kiatu chako, ngozi ina mvuto mzuri na mteja anasema, kila mtu anasema nitengenezee hii, nitengenezee hii. Hii ni ishara nzuri kwamba nyota njema huonekana asubuhi. Napenda kuwakaribisha wateja ambao mlikuwa mkituchangia viatu, wakati mwingine mnasema kama labda bei iko juu. Lakini kwa sasa tumejitahidi na tulikuwa tukiwaza sana kwamba tufanye angalau wateja wetu wapate punguzo la bei ya viatu. Sasa huwezi kumpunguzia mteja na wakati ngozi unauzwa bei juu. Ni hapa sisi tunapatikana karibu na maeneo ya Gengeni huku ambako wanauza mboga kwenye karibu na jengo moja maarufu za marehemu mzee mmoja anaitwa Mzee Kigocha. Ndio jengo ambalo tumetazamana na kashughuli zetu hii. Na ukitaka utupate zaidi, ukifika tu unaona ngao juu imechora Masai, ushikilia mkuki. Kwa mawasiliano zaidi unaweza kutupata kupitia namba ya 07 40 40 38 01. Namba nyingine pia ya Haruten ni namba 06 20 17 58 91. Hizo namba zote ziko WhatsApp.